Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nataka nikuachie hapa homework. Wewe ndugu yangu ambaye umekuwa una mitihani mingi sana ya riziki, yani riziki yako imekuwa ni ngumu, riziki yako imekuwa ni nzito, aidha kwa kurogwa, ama aidha kwa kuhusudiwa, ama aidha kwa kupatwa na kijicho. Maybe ulikuwa mambo yako mazuri hapo wakati wa nyuma, lakini ghafla katika njia za kustaajabisha riziki yako ikaporomoka, maisha yako yakaporomoka, ukarudi katika maisha ya udhalili kabisa. Au ni mpambanaji maskini, unapambana katika njia za halali sana, yani una juhudi kubwa kupambana kutengeneza maisha yako, lakini bado unaona kuna ugumu mzito kabisa. Lakini pia inawezekana ukawa una viashiria kabisa vya kukuonesha hapa, mimi mbona kama nimerogwa, hii mbona kama ni uchawi, hii mbona si kama hali ya kawaida hii. Maana kuna hali zingine zinakuonesha kabisa hii hata hapa patakuwa pana jambo. Yani kuna hali wewe mwenyewe unaziona katika hali ya kawaida, unajua hapa si bure. Umeona? Si bure kabisa, hapa si ilipo. Na ni kweli uchawi upo, hasadi ipo, kijicho ipo. Sasa mimi leo nataka nikupe homework. Hii homework wallahi alazim utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama umerogwa, kama umehusudiwa, kama umepigwa kijicho, riziki yako ikawa ngumu, yani riziki zako zikawa ni ngumu, yani kila unavyojitahidi mipango inaharibika, mipango inabomoka, haufikii lengo, unapata ahadi mbalimbali, zile ahadi hazitimii, unapata deals mbalimbali, zile deals hazitimii. Ukipewa hata mtaji leo wa milioni 2, milioni 3, utapukutika ule mtaji mpaka mwisho, haubaki na senti 5. Yani kila kitu kinavurugika, kila kitu kama wewe ni muhanga wa haya, basi naomba hebu leo kaifanyie homework hili jambo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii video utakuja kuikumbuka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tajriba yenyewe ni ipi? Tajriba yenyewe ni hii, nisikilize. Si una matatizo wewe? Si una shida? Sasa jitahidi kwa sababu unataka ujitoe katika makamba uliofungwa, aidha ya kichawi ama ya kihusda ama ya vijicho na ghathia. Jitahidi sana. Hii zoezi huwa linafanyika usiku kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku muda gani? Amka maybe saa 8:30 ama saa 9 usiku. Amka mida hii. Ukishaamka mida hii, chukua udhu wako vizuri, binti wa Kiislam, kaka yangu wa Kiislam, baba yangu wa Kiislam au mama yangu wa Kiislam, chukua udhu wako vizuri kabisa. Ukishachukua udhu wako vizuri kabisa, tandika msala wako. Sikwambii usali hata rakaa 2. Ukishatandika ule msala, elekea kibla, yani utandika umeelekea kibla, kama ni jamvi, kama ni mkeka, chochote utakachokuwa nacho, lakini udhu wako umechukua vizuri. Lakini hakikisha ule usiku utakapokuwa umeamka ufate sunna zote zile za udhu, ikiwa kupiga mswaki. Piga kwanza mswaki, safisha kinywa chako vizuri, chukua udhu wako uliokamilika safi. Ukiweza kuoga inakuwa ni bora zaidi. Yaani unaposhtuka usiku ukaoga, ukapiga mswaki, ukachukua udhu, ukakaa katika ule msala, hiyo ni bora zaidi kwako. Sasa kaa, elekea kibla. Alafu baada ya hapo, nisikilize mimi vizuri. Hii ni tajriba nakupa ndugu yangu, hii hatari sana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo matatu tu unafanya. Unaleta istighfar mara 100, astaghfirullah alazim wa atubu ilaihi mara 100. Unamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa swala yoyote unaijua, msalie mara 100. Alafu sasa baada ya hapo, nisikilize vizuri, baada ya hapo mara 127 isome aya hii, inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Hii aya unaisoma mara 127. Ukishaisoma hii aya mara 127, unamaliza tena kwa kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukishamaliza hii, kama una ibada zako mwenyewe zingine za usiku unaendelea sawa, kama huna ibada, swali witri yako, rudi kulala, nenda kalale. Hili zoezi ndugu yangu, nisikize vizuri kwa makini, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili zoezi ndani ya siku 21 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, pasi na kukosa hata siku moja, ndani ya siku 21, nisikilize kwa makini, ndani ya siku 21 zoezi hili ukilifanya kwa idhini ya Allah, hata kama ulikuwa una vifungo ama machawi ama maagano ya uchawi ama laana za ukoo, minyororo mizito kabisa ya uchawi wa kumzuia mtu kupata riziki, inafunguka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa una hasadi zisizotibika, zinatoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa una vijicho vizito, manuksi na mamikosi mazito, na kuapia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, safari bye bye, kwa heri ya kuonana. Sasa nisikize kwa makini. Hii unapokuwa unaifanya ule usiku, kama umerogwa utajijua, kuna alama utakuwa unazisikia. Hii aya wakati unaisoma mara nyingi, kuna alama utakuwa unazisikia katika mwili wako. Aidha utausikia mwili unachemka,
aidha kichwa kitakuwa kinakuuma sana, aidha utakuwa unahisi usingizi mzito kupita kiasi, kama vile unataka zoezi lile likushinde, usingizi mzito sana utakuwa unakupata, ama aidha utakuwa unaona mawenge kama vile maruerue. Hizo hali zikitokea, jua umerogwa, wala usiwe na wasi kabisa, jua hapa nimerogwa. Kama una kijicho, utakuwa unahisi hapa kuna jasho inakutoka katika hii paji ya uso hapa, utaona jasho kama inakutoka, ama unahisi kama vile ile sehemu, hata kama umewasha feni, lakini unahisi joto ya hali ya juu, jua kijicho hiyo baba yangu. Najua hiyo ni hasadi pia vile vile itakuwa imekushika na imekukamata. Fanya zoezi hili kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu njoo hapo uniambie riziki inafunguka, riziki haifunguki. Hii kafanye kwa idhini ya Allah. Weka imani, weka yakini, hapa riziki zako zitafunguka baba yangu. Imani tu yako inayotakiwa na ikhlasi kwa Allah. Fanya kwa ajili ya Mungu, usifanye na testi. Testi hapa si atutesti. Mungu atestiwi wala Mungu ajaribiwi. Fanya kwa imani na yakini, alafu utaona. Uwezi kukaa ukapiga hii siku 21 alafu eti mambo yakaendelea kuwa magumu. Eti ukaendelea kukaa una hela kula unakosa, riziki hata ya kula unakosa. La, nakatalia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu maisha yao ni magumu sana, afu wamerogwa wao hawajui. Kapige hii baba yangu, inshallah utamwona Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokujalia. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Naitwa Sheikh Omar Al-Basri, napatikana Kigamboni. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamu alaykum wa rahmatullahi.